Mtu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe tena, na kusalimu kwa jina la Yesu na kukaribisha tujifunze mauti ambazo kila mwanadamu amebeba, aina za hizo mauti, lakini pia namna ya kuzikwepa hizo mauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu wa Mungu, mimi ni Felix Yunji, mtumwa wa Bwana wetu Yesu Kristo, na kukaribisha tuendelee pamoja na Roho Mtakatifu atusaidie. Kuna mtu anafurahi kwa sababu anasikia kuna njia ya kukwepa mauti, anatamani aishi bila kufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuangalie kwa kwanza kusoma katika kitabu cha Warumi ile sura ya 6 mstari wa 23. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Nilianza kwa kusema kwamba kuna mauti aina mbili. Bwana Yesu asifiwe sana. Mauti ya kwanza ni mauti ambayo inampata kila mwanadamu, kila mtu. As long as umezaliwa na mwanamke, hiyo mauti inakuhusu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo mauti haina shida yoyote ile, kwa sababu ni mlango wa kuingia katika maisha ya pili, ambapo sasa kwenye hayo maisha ya pili sasa ndo kuna mauti ya pili ambayo inasemwa katika kitabu cha Ufunuo. Kuna mauti ya pili huko ambayo inasemwa katika kitabu cha Ufunuo kwamba wote ambao majina yao hayakuandikwa katika kitabu cha uzima wa milele, katika kitabu cha mwanakondoo, wao walitupwa katika ziwa la moto. Na anasema baada ya kutupwa katika ziwa la moto, anasema hiyo ndiyo mauti ya pili. Kwa hiyo mauti ya pili ni ile ambayo mtu anakufa sasa milele. Yaani ukishakufa hapa, kwa sababu umeishi kwa muda mfupi, sasa unaingia kwenye maisha ya milele, ambayo maisha hayo ya milele haufi. Lakini hiyo mauti ya pili inaitwa mauti ya pili kwa sababu ni mateso ya moto wa milele mpaka bila ukomo. Ndio maana inaitwa mauti ya pili. Kwa hapo tayari tumeshaona kwamba ziko mauti aina mbili. Mauti ambayo kila mmoja anakufa, aidha umempokea Yesu au haujampokea Yesu. Lakini mauti ya pili ni ile ambayo wanakufa wale tu ambao hawajamwamini Yesu Kristo, wale ambao hawakuamua kumfuata Yesu Kristo wakati wakiwa hai hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana sehemu ya kufanya maamuzi ni hapa duniani, wakati tukiwa kwenye hii dunia, wakati tukiwa tuna operate kwenye wakati ndio tumepewa neema ya kutubu dhambi zetu, ya kugeuka, kubadilika, kuacha uovu kwa kumpokea Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa solution ya mauti ya kwanza hakuna. Hakuna solution. Huwezi kusema kwamba eti nitafanya hivi ili niishi milele. Hapana. Kufa ni lazima, tutakufa, lakini baada ya kufa ni hukumu. Lakini solution ipo kwenye namna au njia ya kuikwepa mauti ya pili, kama jinsi ambavyo imeandikwa, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Maana yake ni kwamba kila mtu ambaye amezaliwa ana dhambi, kwa sababu dhambi ni asili ya mwanadamu tangu baba yetu Adamu alipofariki. Maana yake kila mwanadamu anazaliwa katika hali ya dhambi. Ndio maana Yesu hakuzaliwa na damu ya baba, kwa sababu baba ndio ambaye anatembeza, yani ile damu ya baba ndio ambayo inabeba kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ile ndio maana ukizaliwa na mwanamke unakuwa na dhambi. Yesu ili asiwe na dhambi, ili aweze kutukomboa, ilibidi azaliwe bila damu ya baba. Ndio maana alizaliwa kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti, na hiyo mauti inayozungumzwa sasa ndio mauti ya pili, sio mauti ya kwanza, kwa sababu hii hapa hata kama umesafishwa dhambi zako kwa damu ya Yesu bado utakufa. Lakini ni kwamba unafunuliwa sasa katika utukufu wa kimungu, kwa sababu ulimpokea Yesu. Lakini kwa wale ambao kumpokea Yesu ndio ambao watakufa hiyo mauti ya pili, ndio wanapokea huo mshahara wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukitaka kukwepa au njia ya kukwepa huu mshahara wa dhambi ambao ni mauti ya pili katika lile ziwa liwakalo moto, njia ya kukwepa ni moja tu, ni kumpokea Yesu Kristo. Hapa ndo anasema, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu. Manake ili sasa ukwepe hiyo hukumu, ni lazima umpokee Yesu. Ndugu yangu, mtu wa Mungu, ni lazima umpokee Yesu, umkiri Yesu, umwamini Yesu, umfuate Yesu, ufanye maagizo ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hakuna njia nyingine ya kupokea huo uzima, ya kukwepa hiyo adhabu au mshahara wa hiyo dhambi ambayo kila mwanadamu anayo. Na hapo ninaposema hivyo, maana kuna watu wanasema kwamba mimi sijawahi kutenda dhambi, mimi huwa sifanyi dhambi, kwa hiyo mimi siwezi kuhukumiwa. Dhambi ipo kuanzia dhambi ya asili. Maanake hata kama utaishi maisha bila kufanya dhambi, as long as hujampokea Yesu, bado utahukumiwa, kwa sababu ingekuwa inawezekana kurisi zima milele kwa matendo yako tu mazuri, kusingekuwa na haja ya Yesu kubeba msalaba kupitia yale mateso
kuuliwa kwa namna mbaya kiasi kile, kusingekuwa na haja ya Yesu kumwaga damu yake ili atukomboe. Kusingekuwa na haja. Kwa hiyo kwa sababu hiyo Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zetu, ili wote tunaomwamini Yesu tupate karama uzima wa milele. Kwa hiyo mauti ziko mbili. Mauti ya kwanza kila mmoja anaipata. Mauti ya pili ni mauti ambayo wasiomwamini Yesu Kristo wataipata hiyo mauti ya pili, kwa sababu ni mshahara wa dhambi. Aidha ulitenda dhambi au kutenda dhambi, kwa sababu kumpokea Yesu, hiyo mauti ya pili na kuhusu. Lakini njia ya kuikwepa ni moja tu, kumpokea Yesu Kristo, na hiyo njia Mungu ameifunua kupitia Yesu Kristo pekee. Manake kama haujampokea Yesu, ndugu yangu, na unataka kukwepa hiyo mauti ya pili, ni lazima ufanye maamuzi kabla hujaondoka duniani, kwa sababu ukishaondoka duniani hakuna nafasi tena ya kutubu. Mtu wa Mungu, nakutakia wakati mwema na maamuzi mema pia.